Young Africans wako mbioni kufanya maamuzi magumu sana ya kuachana na baadhi ya wachezaji na kutoongeza mikataba baadhi ya wachezaji, lakini pia wako kwenye harakati za mwisho kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaboresha kikosi chao ili msimu unaokuja Young Africans wawe bora zaidi. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu msimu upo ukingoni kabisa kumalizika na tunaenda kumaliza msimu. Kwa mfano kwenye ligi kuu Tanzania bara tunaenda kumaliza mechi zetu mwishoni mwa mwezi wa 6, takriban tarehe 30 ndipo ambapo tutaenda kumaliza ligi kuu Tanzania bara. Lakini unakumbuka kwamba bado kuna mechi za FA ambazo bado Young Africans wanacheza na mchezo dhidi ya Azam FC, lakini pia Young Africans wapo kwenye wasaa ambao kikosi chao kinaonekana kulegalega. So ni ukweli usiopingika kwamba msimu unaokuja lazima Young Africans wahakikishe kwamba wanapambana iwezekanavyo ili kuweza kufanikiwa kubeba makombe msimu na msimu unaokuja yawe bora. Lakini kuna jambo la msingi sana ambalo limezungumzwa na Ali Shabri Kamwe kama afisa habari wa kikosi cha Young Africans kuhusu kikosi chao na kuhusu hali yao, na kueleza kinagaubaga, je, ni kweli kwamba Young Africans watayafanya hayo maamuzi ya kuachana na baadhi ya wachezaji na kuongeza baadhi ya wachezaji wengine? Karibu sana. Hapa panaitwa Kanyasi Digital na mimi naitwa Almachus Boniface Kanyasi. Huu ndio wasaa ambao mimi na wewe mara nyingi tunakutana, na tukikutana hapa tunazungumza mambo yote yanayohusu masuala mbalimbali ya kimichezo. Ninachokuomba ufanye ni kusubscribe channel yetu, kwa sababu tuna safari kubwa sana ya kutafuta subscribers 100,000. So hiyo safari ya kupata subscribers 100,000 sio safari ya kitoto. Ni safari ambayo inahitaji tujifunge, tuwe wengi, tuambizane, tushare link, tubonyeze like, tushare na tucomment pia, kwa sababu kadri ambavyo tunavyozidi kucomment ndivyo ambavyo tunavyozidi kuhamasisha watu wengi, na hii video pia utakuwa unaisaidia kwenda mbali zaidi. So kama utapenda kile ambacho nakifanya na unapenda kile ambacho nakisikia, please and please usiondoke bila kucomment, usiondoke bila kulike na usiondoke bila kushare, kwa sababu utakuwa unasaidia kuongeza hii jamii na watu wengine waweze kuyapata haya madini na ufafanuzi wa kina. Sasa ukipita kwa watu kadha wa kadha ambao wamekuwa wanatoa issue za takwimu pamoja na tetesi za usajili, wamekuwa wakieleza kwamba Young Africans wapo kwenye hali fulani vya kutafuta wachezaji lakini pia kusaini baadhi ya wachezaji mbalimbali ili mradi tu Young Africans waweze kufanya ubora na msimu unaokuja wawe bora zaidi kuliko msimu uliopita. Lakini kwa mujibu wa Ali Shabri Kamwe ameweka wazi kwamba Young Africans kwa sasa hivi hawapo kwenye position ya kufanya usajili wa mchezaji yoyote, ila akili zao zote zimeelekezwa kwenye mechi zao zinazokuja. Tutachambua andiko lake moja baada ya jingine, na pia tutaweza kuweka baadhi ya thoughts zetu kwenye kila ambacho kinaendelea ndani ya kikosi cha Young. Ali kama ameandika, uongozi wa klabu ya Young Africans haujafanya mazungumzo na mchezaji yote kwa ajili ya msimu wa mwaka 2026 2027. Mimi nadhani hii paragraph ya kwanza inatosha kujieleza kwamba Young Africans hawana sehemu yoyote ambayo wameanza kufanya biashara na mchezaji. Lakini hii haimaanishi kwamba Young Africans hawafuatilii mchezaji fulani. Inawezekana hawajafika kwenye kile kitu tunakiita final conclusion. Conclusion ya mwisho kabisa kuhusu mchezaji fulani. Inawezekana ndio eneo ambalo Young Africans hawajafika. Lakini kwenye eneo la kujua kwamba mtu fulani tunamhitaji na mtu fulani tukimpata tutakuwa tumefanya jambo zuri, inawezekana ni kabisa Young Africans wanafanya hivyo sasa na inaonekana kabisa. Lakini bado kwenye yale mazungumzo ya moja kwa moja kwamba huyo mchezaji tumeanza mazungumzo. Kumbuka hapa wameweka neno mazungumzo. So scouting zinaweza zikawa zinaendelea na uchambuzi ya kinifu wa wachezaji gani inawezekana ikawa inaendelea, lakini swala la kufanya usajili wa kumleta mchezaji fulani na mchezaji fulani bado halijafanyika. Alikamwe akaendelea kusema mazungumzo yaliyoanza kwa sasa ni kwa ajili ya kuongeza mikataba ya baadhi ya wachezaji ambao mikataba yao inamalizika mwisho wa msimu huu. Kwa kama una taarifa yoyote inamhusu mchezaji fulani kwamba mkataba wake unamalizika, mfano kama Shadrack Boka nilikwambia jana kwamba Young Africans wataachana naye, Mudathir Yaya, akina Salum Abakari Showboy, Faridi Musa, Shamaliki, Shomari Kibwana na wachezaji wengine wengi, lazima ujue kwamba Young Africans
wako kwenye hatua za mwisho kabisa kuongeza mikataba hawa wachezaji ambao kusema la kweli wameonyesha kiwango kizuri, na Young Africans wanaona kabisa hawa jamaa tunastahili kubaki nao. Ally Kamwe akaendelea kusema vile uongozi wa Yanga haujafanya mazungumzo na kocha yoyote kwa ajili ya kujiunga na klabu yetu. Uongozi una imani kubwa na kocha Moali na wasaidizi wake kwenye project iliyoko mbele. Hii ni kumaanisha kwamba inawezekana msimu kamalizika kama Young Africans watakuwa wamevutiwa na kila ambacho Moali amekifanya ndani ya kikosi cha Young Africans na kila ambacho amekiachieve katika mwisho wa msimu huu. Maana yake ni kwamba Young Africans wanaweza kumwamini na kumpa project katika msimu unaokuja. Wakiboresha kikosi, wanaamini kabisa wanaweza kupata kila ambacho wanakihitaji. Lakini mimi nadhani Moali atakuwa kwenye eneo zuri zaidi la kuaminiwa na kikosi cha Young Africans ikiwa Young Africans watashinda makombe. Yani kama Young Africans wanashinda makombe msimu huu, ni easy kusema Moali ni ataaminiwa, kwa sababu unajua kama Young Africans watashinda makombe ni kwamba Moali ni atakuwa amewafunga Azam FC kwenye mechi mbili. Yani unajua watakutana kwenye ligi kuu Tanzania bara and then wanakutana kwenye FA. Inabidi umfunge Azam FC kwenye mechi zote hizo mbili. Na kama utafanikiwa, maana yake utakuwa umetengeneza njia kuingia kwenye nyoyo za mashabiki wa kikosi cha Young Africans, na sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza akasikia taarifa kwamba Moali na anaendelea kusalia ndani ya kikosi cha Young Africans na kuniambia kwamba huyo mtu ataenda kuchukia moja kwa moja. Hapana, mimi naamini kabisa watafurahi kabisa. Lakini Ally Kamwe akaendelea kusema focus ya uongozi wa Yanga sasa ni kuiandaa timu kuelekea mechi 5 za ligi kuu zilizobaki pamoja na mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho CRDB. Tunaomba wanachama, mashabiki kuweka nguvu kubwa kwenye mechi hizo kwa kuja kwa wingi viwanjani, kuombea dua wachezaji wetu ili waweze kupambana kwa jasho lao lote heshima ya Yanga na kuweza kutoa makombe mawili yaliyobaki. Daima mbele, nyuma mwiko, tukutane Kigoma wananchi. Mechi inayokuja ya Young Africans wanaenda kukipiga pale Kigoma, ambapo wanaenda kukipiga dhidi ya kikosi cha Mashujaa, na ndivyo ambavyo Ally Kamwe ametoa taarifa kukihusu kikosi cha Young Africans kwamba mpaka sasa wao kama Young Africans hawajafanya mazungumzo na mchezaji yoyote, na kimsingi hawana mpango wa kufanya mazungumzo na mchezaji yoyote, ila ni kuongeza mkataba baadhi ya wachezaji. Lakini naomba nikwambie, inawezekana kwa sasa ni kujaribu kudisclose hizi story za kwamba mchezaji fulani anatakiwa sehemu fulani na mchezaji fulani anatakiwa sehemu fulani, lakini ukweli ambao unawezekana ukawa unaendelea behind the scene kwamba Young Africans kimya wanajaribu kufanya scouting ya wachezaji wao, kwamba mtu fulani kama atapatikana tunaweza anaweza kusajiliwa kwenye kikosi chetu na vitu kama hivyo. Hilo ni swali la kusubiri na kuona, lakini sasa taarifa ambayo inabidi uipate ni kwamba Young Africans hawajafanya mazungumzo na mchezaji yoyote, ila tetesi ziko pale. Asante, bye bye.